Awali nilizungumza na nyinyi na kuwaeleza kwamba siku ya jana ilikuwa siku ya aibu sana kwa taifa letu na aibu kwa mahakama, kwa kuwa ilikuwa siku ya demokrasia duniani, lakini ndani ya mahakama, eneo la mahakama na nje ya mahakama, kwenye viwanja vya mahakama, kumetokea aibu ya uvunjaji mkubwa wa haki, demokrasia na uhuru wa watu kwa watu kupigwa kwa kuja tu mahakamani. Na kati ya waliopigwa, ambaye alipigiwa ndani ya eneo la mahakama, eneo hili hapa, alikuwa ni wakili wa mahakama kuu, Mheshimiwa Deogratis Mainyila, ambaye vile vile ni kiongozi wa Bavicha wa Chadema. Leo tulipofika vile vile hali imeendelea kuwa tete, kwa maana ya mahakama kuwekwa kama vile iko gerezani. Takuwa mmeshuhudia namna ambavyo polisi wametanda, sio tu eneo la mahakama nje hapa mlangoni, bali kuanzia barabarani, uko kwenye barabara zinazokuja eneo la mahakama. Na polisi wanafanya kazi isiyokuwa ya kwao ya kuambia watu kwamba mahakama ndani imejaa, kwa hiyo warudi nyumbani. Kwa hiyo wanaondolewa warudi nyumbani, na ndani ya mahakama yenyewe kuna nafasi ziko wazi za watu kukaa, lakini vile vile kuna watu waliojaa mule ambao sisi tukiwaangalia kwa sura, tuna wanachama wetu wakiwaangalia wanasema kuna askari wamejazwa kule wakiwa na nguo za kiraia kule mahakamani. Sasa tumewaita kuwajulisha mambo mawili au matatu kutokana na hali hiyo. La kwanza, sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe. Kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. Kwa tumetoka ndani ya chumba cha mahakama. La pili, pamoja na kutoka kwetu, tumefanya mawasiliano, tumetuma timu ya uongozi ikiongozwa na naibu katibu mkuu bara kwenda kuonana na utawala wa mahakama ili kuwaeleza haya yanayoendelea kwa mara nyingine tena. Tuliwaeleza jana, tumewaeleza leo asubuhi, kuwaeleza tena kwa mara nyingine juu ya yanayoendelea. Mrejesho niliopewa ni kwamba maafisa wa mahakama wamesema watashuka hapa chini ili kuwazungumza na askari polisi kuruhusu watu kuingia. Lakini hili peke yake halitibu tatizo, kwa sababu kuanzia asubuhi askari wanaruzuia watu kutokea mbali na kuambia warudi nyumbani. Namna pekee ya kudhibiti hii hali ni kuondoa hii hali ya kuwa mahakama kama vile imewekwa gerezani na jeshi la polisi na kuzuia watu kuingia, na kuweka utaratibu ambao utaruhusu nafasi ziko wazi watu kuingia. Lakini si tu nafasi ziko wazi watu kuingia, chumba cha mahakama kina idadi ambayo ikijaa imejaa. Lakini mahakama hii haina chumba kimoja peke yake cha mahakama. Ina chumba namba 2, ina chumba namba 3, na mahakama inaweza kufanya utaratibu tu. Na hili si jambo litakuwa jipya. Zipo mahakama zilizokuwa na kesi ambazo zilikuwa na maslahi ya umma, ziliweka TV screen katika vyumba vingine vya mahakama ili kile chumba kimoja kikijaa bado kuwe na fursa ya kuweza watu kushiriki kwenye shauri kupitia vyumba vingine vya mahakama. Kwa hilo ni jambo la pili ambalo naamini kwamba likifanyika litaongeza idadi ya watu, baada ya lile jambo muhimu zaidi la kuirusha hii kesi live kuonekana kama linawekewa vikwazo hivi, wakati haki inatakiwa itendeke na haki ionekane ikitendeka, hasa kwa kesi kama hii yenye maslahi ya umma. Lakini jambo la tatu ambalo limetokea vile vile ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu ambaye katika kesi hii ni mshtakiwa, baada ya sisi kutoka, taarifa ambayo nimeelezwa na waliobaki ndani ya mahakama, kwa maana ya wanaomshauri Mheshimiwa Lissu kisheria na mambo kama hayo, ni kwamba Mheshimiwa Lissu ameieleza mahakama, amewaeleza majaji juu ya haya ambayo yanaendelea kutendeka nje ya chumba cha mahakama, na ameweka msimamo wake kwamba hayuko tayari
shauri kuendelea kusikilizwa mpaka kwanza apewe nafasi ya kuwaeleza majaji kuhusu jambo hili na majaji waweze kulitolea muongozo au uamuzi. Kwa tukaona tuje katika nukta hii tuwaeleza hayo yanayoendelea na sisi kwa sababu tunaelewa kwamba Mheshimiwa Lissu ameliibua hili jambo mahakamani na bado anaendelea kuwasilisha mahakamani, tutakuwepo katika viunga hivi vya mahakama. Hatutaingia ndani ya chumba cha mahakama, tutakuwepo kwenye viunga hivi vya mahakama kusubiria nini kitajiri ndani, na katika hatua baadaye tutawaeleza ya ziada ambayo yanaendelea. Asanteni sana.